Hakuna mtu aliyotoa maoni mazuri kama yeye, lakini wasiwasi wetu huyu mtu ni Yanga kweli, mbona nyakati hizi? Sasa Chagamba, wasiwasi wetu sisi kadi sio issue. Nabii Meja Yanga, usitaki kunichokoza. Ukiza kwenye kadi ni kwa sababu gani? So wengi wao kulalamika. Kwa hiyo ina maana watu hao wanajua mpira sasa hivi jamani, mashabiki kwa sasa hivi sio mwaka 2000 tena, naamini kupitia Ezekiel Malongo na Dima Mchuka. Wanasubiri TBC usiku saa 1 na Simba. Waunga Yanga mpaka wanakuwa mastaa kwa ajili ya Yanga. Anthony Mavunde kwa staa kwa ajili ya nini? Yanga Afrika. Haya, nitaje mbunge mmoja Simba ndio kwa staa kwa ajili ya Simba Tanzania. Kwa mtu wa mwisho kuamini kwamba hatuna wachezaji bora kwenye timu yetu. Sawa. Hiyo nitakuwa mtu wa mwisho. Lakini pili, nitakuwa mtu wa mwisho pia kuamini kwa wachezaji hawajitumi. Ndio. Lakini tatu, hawa unaowaona wote hawa ndio wanaoishana na taasisi ya Yanga Afrika, tulikuwa tunaelekea kwenye mchezo mkubwa kama huu. Sio Yanga. Tulikamatwa wewe ukaenda mpaka Sento kwa ajili ya Simba Sports Club, akatoka kwa afisa habari. Tatizo limemtoka Mohamed Dewji, wewe umekwenda kulopoka kwenye media. Polisi wanakuchukua na kupeleka pale kwa ajili ya uchunguzi. Hiyo ni kwa sababu ya Simba yako. Manara. Kivipi? Hali ni zaidi ya msemaji. Ali. Ali ni afisa habari, Haji Manani msemaji. Zinampashia ndani ya uwanja, kwa hiyo wachezaji wana thamani kuliko mwalimu. Nimemaliza hapo katika hilo. Hapo nishakuelewa. Kwa hiyo mtu kama Sani Bumbuli huwezi kumwambia ugoti. Alipiga kwenye mshono mpaka kaenda na TV TFF. Huyu Haji Manara anazungumza. Hakuna asiyejua. Unamwambia nani? Sio tunajua kama ulikuwa Simba na nishabi kwa Simba, baadaye ukatengeneza propaganda uchawa kwa Yanga. Ngoja hapa. Nataka Yanga yao ile ya goli 5, goli 3, goli ngapi? Ya manyanyaso kila siku narudiaga ile Chagamba. Sasa yani yada akipotea tu kwa sababu kocha wa CRB Federation na huu mchezo wa ligi kuu tuacheza na Namungo. Kipindi cha pili tunakimbia tu uwanjani. Yaani kipindi cha pili hakuna tunachokifanya. Huyu hapo mbele yako ndio Makonde Mbishi kupita wote Tanzania, na nitakwambia kwa nini mimi naamini kwamba ni Makonde Mbishi. Siku moja wakati tunarudi kutoka Zanzibar, aliwaweka wana Simba 10 kubishana nao. Mwisho wa siku wote wakaambulia kulala. Makonde akabaki anataka bato, mtu mwingine nani aje? Kwa hiyo unaonaga kama unaanza kunintroduce kwa kiu zako. Yes, Chagamba linapokuja swala ya Yanga maana yake mimi nakuwa ni kama chatu mwenye njaa. Muda wote lazima hiyo hata ukiniletea tumia. Alishakuja jambo linahusisha Yanga tu. Kwa sababu mimi si Yanga. Na unasimamia kwa ndio uzuri wa kuwa shabiki halisi. Yaani ukiwa shabiki halisi unaenjoy na timu yako kila nyakati. Sema sasa kuna jambo sikiza, ukienda nyakati ngumu utaki kukubali kama nyakati hizo ngumu kwako mpaka unanyanyuka nayo. Mbona sikio ulibishana mshazuri kwambia kwa nini wapiga mara ngapi? Sasa vipi? Unafanyaje sasa? Pale ndio karibu vitu. Yaani lazima uonyeshe kwa wewe Yanga hii haukuipata kwa ajili ya pesa, haukuipata kwa ajili ya mtu. Ni furaha yako mwenyewe binafsi. Unaenjoy Chagamba. Unaenjoy. Lakini umeona juzi Yanga ameshinda goli 1-0. Wanasema kama mbeleko ile goli mlolipata hivi. Of course mechi ilikuwa tough, lakini ukiangalia jinsi tulivyocheza huwezi kushangazwa na matokeo ambayo tumeyapata. Lakini maamuzi pia anaitwa nani? Labda mwenye mkuu kama sikosi. Yaani alifanya makosa ya kuwanyima Namungo penalty ya wazi kabisa. Yaani unajua kuna vitu vingine Chagamba havina haja kufunika shuka nyeusi. Weka tu kama samaki kwenye kola anaonekana, lakini huwezi kumchukua. Lakini mbona sawa kama ilikuwa nje? Sasa yule mtu alikuwa bado ana uwezo wa kufanya kitu. Unajua sio tu kutafsiri kwamba kitu kile kianzia nje linakuwa sio penalty. Wakati ameanza kuharasiwa nje, aliingia ndani ya box akiwa bado yuko comfortable na ana uwezo wa kucheza mpira kwenye box. Akafanywa tena tukio jingine ndani ya box. Kwa hiyo ile tukio la mwisho la ndani ya box ndio lilomnyima yeye uhuru wa kucheza mpira. Sasa huwezi kumhesabia mtu alikuwa na dribble wakati bado alikuwa na uwezo wa kwenda. Na ndio maana kuna sehemu unaweza kuona kuna foul inaweza katokea, refa akaacha advantage. Kwa hiyo ile filimbi ya kwanza inawezekana unaweza kutafsiri refa kupiga filimbi kwa sababu aliona bado kuna nafasi ya kwenda kucheza mpira. Na kweli nafasi hiyo ilikuwepo. Mohamed wale. Alikuwa Damaro Damaro na Mohamed Hussein. Na Mohamed Hussein wakaenda akampiga mkasi wakamweka katikati. Nikashangaa Mohamed mwenye mkuu anaonyeshwa anakimbilia panda goli la Namungo. Unaona kwamba kuna mtu jana nilikutana naye akamwambia kama Yanga ndio tukacheza vile viongozi watakula sana hasara. Yaani yule nafikiri kama alilomokwa kidogo, alilomokwa. Unajua bana kila siku nakwambiaga Chagamba. Sisi tunavyozungumza sio kama tunavyoshwa unabii, hapana. Sisi mara nyingi tunataka tuwe kama maji. Tunatakiwa utumie akili ndio ujue kama maji yana thamani kuliko dhahabu. Okay. Lakini ukiwa na akili ya kwa unaamini duniani bado upo tu, basi utaona dhahabu ina thamani kuliko maji. Kwa hiyo mimi mara nyingi napenda mazungumzo yangu yaendane na tafsiri ya maji. Sio kila mtu atajua kwa anachoongea kina thamani kiasi gani. Ni kwa sababu kinakuwa akitokea kwenye wakati ambao yeye anaona ni wakati sahihi Chagamba.
Ukiangalia timu yetu inavyocheza, akitokea mtu akasema Yanga icheze vizuri, alafu baadaye anatokea kiongozi kulipinga ile na kusema kama Yanga unaona icheze vizuri, tengeneza timu yako hii icheze na Yanga. Maana yake huku ni kushindwa kujibu hoja. Kivipi? Yaani ukua kiongozi haimaanishi kuwa wewe ndio unatakiwa utoe mitazamo kwenye timu peke yako. Hapana Chagamba, kwa sababu hata wewe kabla kuwa kiongozi ulikuwa unatoa mitazamo wakati wenzao wanaongoza. Ulikuwa kama kina Makawila. Ulikuwa unatoa mitazamo yako na watu walikuwa wanaheshimu. Wakati kulikuwa kuna zile habari 10, sasa kutaipaka taje majina. Zile habari 10 zilikuwa zinaandikwa. Wakati wengine walikuwa wanasema mambo 10, wakati wengine walikuwa masabari, lakini asabari anazungumzia hiki, asabari alikuwa anazungumzia hiki, lakini mambo 10 alikuwa anakuja kutuletea bana. Sisi tulikuwa tunafuatilia kule asabari anazungumza, lakini pia tulikuwa tunaheshimu mambo 10 kwa sababu aliyekuwa anazungumza pia ni mwanafamilia wa football. Kwa hiyo usilazimishe kuwa mtu mwingine yoyote atakiwi kuzungumza au kutoa hoja au kutoa maoni yoyote kwenye taasisi kwa sababu wewe hapana Chagamba. Yanga ukiangalia labda uwe na matatizo ya macho ndio ugundue kwamba huyu anasema Yanga hii haichezi vizuri, kwamba hazungumzii kitu cha ukweli. Huyu mtu anazungumza ukweli kwa sababu huyu anaizungumza Yanga kwa Yanga. Shida ni kwamba mtu anataka wewe uizungumze Yanga unkompea na Simba. Kwa hiyo Yanga ikaonekana anacheza tofauti na Simba tu basi ndio anacheza vizuri. Lakini huyu mtu aliyosema Yanga anacheza vibaya, maana yake huyu anatafsiri kwa kuna siku Yanga itakutana na mpinzani tofauti na hawa ambao wako ligi kuu. Na tumeona tu mfano juzi tu Chagamba. Tumecheza michezo ya Champions League, muda wote tuko uani. Nalinda. Yaani haizidi michezo miwili ndio at least kidogo tulifunguka na kuonekana tunataka matokeo na kwa mwisho na kwanza. Lakini ukiangalia michezo mingi tulicheza ni kana kwamba sisi kwanza tunahofia kupoteza, tunahofia kufungwa. Hatukucheza kwamba sisi mpinzani huyu tunakwenda kumwadhibu. Mechi ya mwisho na mechi ya kwanza, hizo ndio mechi ambazo unaweza kuzichukua saa hizi ukaona kweli hii ndio Yanga ambayo tulikuwa tunatarajia. Kwa hiyo nafikiri ni muendelezo wa kupata matokeo ni vizuri, lakini aina ya timu inavyocheza naamini hata mwalimu mwenyewe kama anaiangalia Yanga vizuri anaona hata pale ambako yeye alikuja ni tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri ni mitazamo ni mizuri, lakini ukiwa una mtu ambaye ataki hoja ya mtu mwingine katika sehemu aliyopo, maana yake huyu mtu anakuwa sifa ya uongozi wako unakuwa una ulaki ndani yake, maana yake huwa anakuwa na umimi kwenye taasisi. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba Yanga haichezi vizuri. Sio naamini, ndio kinachoonekana. Maana ukiniambia kuamini mimi nikana kama kitu nimefundishwa alikuwa mtoto. Kitu kufundishwa kwa maana abudia 40 unataka ni ngumu kweli kukutoa hapo kwenye kuabudia 40. Yes, kwa sababu hizo timu tunazipenda, tulikuwa tuna akili. Unaona kabisa kama Yanga sasa hivi haichezi vizuri, lakini tunashukuru kwa sababu tunapata alama 3. Ndio maana ukiangalia katika posti zangu baada ya mchezo mimi huandika tu alhamdulillah. Vibonzo vya kila Miraji vinakuja tena pale chini. Miraji anakushambulia. Yes, kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna aina ya timu ilivyokuwa inacheza na matarajio ya Yanga kutoka pale ambako ilikuwa. Manake mategemeo yetu kila mwaka tuendelee kupanda. Kwa hiyo tumeshuka Chagamba. Huo ndio ukweli, tumeshuka pale ambako ukiangalia katika maingizo akina Pakome, kina Maxi, kina Ziki, nafikiri tulikuwa tuna ubora mkubwa kuliko Yanga ambao tuko nao sasa. Kwa hiyo nafikiri tumeshuka kidogo, lakini bado tuna uwezo wa kujipanga kwa sababu tunatakuwa tujipange wakati tunaendelea kuchukua mataji. Kwa sababu kadri unavyochukua ubingwa maana yake unakuwa kidogo hata hali ya kutafuta vipaji na kuwa unajiamini unakuwa rahisi. Hata wachezaji nao wanakuwa wanavutiwa na timu kwa sababu inakuwa inachukua mataji. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji kupambana kwa kisha tunatetea makombe yetu mawili yaliyobaki, lakini bado kuna haja ya benchi la ufundi kuiangalia Yanga kwa jicho la tatu jinsi inavyocheza, kwa sababu ukiangalia kwenye kipindi cha pili kuanzia mchezo ule wa CRB Federation na huu mchezo wa ligi kuu tuacheza na Namungo, kipindi cha pili tunakimbia tu uwanjani. Yaani kipindi cha pili hakuna tunachokifanya. Au namalizaga kipindi cha kama vile timu ishashinda goli 20. Sasa yani kama tumeshinda goli 20 sasa ukikutana na mtu ambaye anasoma zile nyakati na ulia neno mara pili Chagamba, kuna siku utakuja kutokea mambo wataanza kurusha makopo. Sasa mimi sisubiriki kwenye kurusha makopo kwa sababu kurusha makopo kujengi. Kurusha makopo ni furugu. Zile hisia sio maoni. Maoni maana yake kuna siku timu inaweza kaifungwa ukaja ukatoa maoni ukaangalia na appreciate mpinzani. Tumepoteza michezo na Al Ahly, tumetoa suluhu na Al Ahly. Ushaona mimi nimelalamika? Hapana. Kwa sababu gani? So wengi wao kulalamika. Kwa hiyo ina maana watu hao wanajua mpira sasa hivi jamani, mashabiki kwa sasa hivi sio mwaka 2000 tena, naamini kupitia Ezekiel Malongo na Dima Mchuka. Wanasubiri TBC usiku saa 1:30. Mashabiki kwa sasa hivi wanaona mipira zamani, mipira tunakuwa na hadisiwa tunalima Mchuka na Ezekiel Malongo na kina Swedi Mwinyi, ngoma zinapigwa Mwanza uoni, ngoma zinapigwa Prison, mtu anapiga mpigoli kwa mkono mpaka Swedi Mwinyi aseme. Kwa hiyo mnamaanisha kwamba wale watu wa zamani ndio walikuwa wanatengenezea mpira kichwani lakini hamuoni. Na sasa kuna viongozi sasa wanatamani
hizi taasisi kwa sababu zilishajijengea kwenye mazingira yale, basi ziendelee vile vile. Sasa wewe Yanga mwaka 2000 unatoa maoni gani? Yanga mwaka 2000 huwezi kutoa maoni, unatakiwa ulalamike tu sababu uoni. Timu inatoka hapa inakwenda Misri wanasema tumeweka pilipili 50 kwenye mboga. Sasa unaona. Lakini sasa hivi camp ya Yanga inaweza kuweka Misri kwenye hoteli ya nyota 5, pilipili inaikuaje katika biashara. Kwa hiyo tayari hata mashabiki nao washatufanyia tumefunguka. Tumekwenda kucheza sisi na MC Alger. Hata wachezaji ukiwaangalia tofauti na miaka ile, sasa hivi wachezaji nao wakifika sehemu zile ambazo zina atmosphere wanacheza kawaida. Yaani unaona kabisa mbona huyu kama sasa haya mwaka 2000 mashabiki 40,000 Tanzania wanapata kwenye mechi gani? Uwanja Uhuru kwa naingia watu wangapi? Simamisha uwanja Uhuru 25,000 afiki na kusimamisha. Ndio sehemu ambako kuna atmosphere kubwa hapo. Ukaenda Mwanza uwanja ulikuwepo lakini watu 10,000 jukwani upate. Lakini leo watu 10,000 15 unapata Dodoma. Kwa hiyo kuna mazingira, mpira umebadilika, watu wanapenda football na watu kila siku familia inaongezeka, na kadri familia inaongezeka kuna mitazamo watu tofauti. Kwa hiyo sio lazima wewe ukiwa kiongozi wa taasisi kupinga kila maoni ya watu. Hapa kama unaongea na nani? Mimi natuma ujumbe kwa timu yangu kwa sababu Chagamba hii timu ni yetu wote. Ni yetu wote. Of course tuna haki kuheshimu viongozi na taasisi kama mashabiki tuna uhuru wa kutoa maoni, usimwataki mtu personal, usimzungumze mtu vibaya, zungumzia kwenye kile kitu ambacho kinamhusu. Kwa mfano sasa hivi shida watu akiongelewa Engineer Hersi wanahisi kama ongelea Engineer Hersi kama vile kuna familia yake. Hapana, ukisikia mtu anamzungumza Engineer Hersi kwenye football, huwa anazungumza taasisi. Usimweke engineer katika sehemu ya familia, mweke engineer kwenye uraisi. Engineer anaongoza watu wengine walikuwa wazima, sasa hivi wanakota makopo. Lakini ni Yanga hao. Sio, kwa hiyo maoni hawezi kufanana. Kuna jitu lilikuwa Yanga Afrika linamaliza muda wake wote, lakini kwa bahati mbaya likapata matatizo ya akili. Sio akapata unajua maisha yetu Chagamba. Mtu akavurugwa, ukashangaa na kula jana, lakini angafika huyo. Hata siku anaweza akaoga ndo kavaa suti. Akatoa maoni yake. Na maiki nyingi sasa hivi akatoa maoni yake. Sasa wewe ukichukulia ile huyu kila mtu anatoa maoni kulingana na uwezo wake. Maoni yangu mimi hawezi kufanana na maoni ya shabiki mwingine wa Yanga kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake kwenye kile ambacho anakiangalia. Kwa hiyo mimi binafsi naamini hakuna ukweli ambao unapaswa kufanywa kazi kama kwa timu yetu haichezi vizuri kwa sasa, lakini tunashukuru tunapata alama 3. Makawila, tuzungumze kitu chepesi zaidi watu wakielewe. Unapozungumza kwamba timu haichezi vizuri, hapa tunadili na mifumo ya kocha, mpango kazi wa kocha, ama tunadili na wachezaji wenyewe huenda hawajitumi? Mimi nitakuwa na vitu vitatu. Sawa. Kwanza nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba hatuna wachezaji bora kwenye timu yetu. Sawa. Hiyo nitakuwa mtu wa mwisho. Lakini pili, nitakuwa mtu wa mwisho pia kuamini kwa wachezaji hawajitumi. Ndio. Lakini tatu, kwa sababu tumebadilisha benchi la ufundi, bado jicho langu litaelekea kwenye benchi la ufundi. Hiyo ndio sehemu ambayo inatakiwa irekebishe mambo fulani. Naamini bado tuna wachezaji wa vipaji vikubwa na wanao uwezo wa kutufikisha kwenye nchi ya ahadi na tukapata mpira mzuri, lakini kwenye eneo la benchi la ufundi kunaonekana kama kuna ukungu kidogo. Unajua kwenye ukungu unaona, lakini uono wako unakuwa sio mzuri kama vile tunaona. Lakini kwa hiyo yule anayekuja nani? Kwa benchi la ufundi lipo, lakini nafikiri Yanga ni kubwa sana Chagamba sasa hivi na matarajio ni makubwa sana. Watu wanaitaka Yanga yao ile ya goli 5, goli 3, goli ngapi ya manyanyaso kila siku narudiaga ile Chagamba. Sasa yani yale akipotea tu kwa sababu kocha kata anakuja. Kwenye mechi kadhaa inaonekana kama kuna kitu kinabadilika, lakini kadri siku zinavyokwenda inaonekana kama kile kitu kina drop. Kwa hiyo ikiwa kinaonekana kina drop au kimestaki pale, maana yake inaonekana kama labda wachezaji walikuwa wanajituma baada ya mwalimu kuondoka, lakini pia mwalimu huyu anachokiingiza sasa kinaonekana pia hakina impact kubwa kwenye timu. Yes, ni mwalimu, lakini inaonekana kile anachokiingiza kinafanya kazi kidogo sana. Kwa hiyo nafikiri tunaweza tukaendelea kuwa naye, lakini viongozi wasisubiri makelele ya kina Makawila. Sasa kama hizi Michagamba, kama ningekuwa kiongozi mimi sisubiri. Kwa nini? Si sifa zangu. Kwa sifa anapewa nani? Okay. Sifa za nani? Za kwako mwenyewe kiongozi. Na sasa na nini malalamiko ya mashabiki. Sasa nisubiri. Kumbe. Kwa hiyo viongozi wanaacho cha kufanya bila kusubiri malalamiko ya mashabiki, kama na wao wanaona hiki ambacho mimi Makawila nakiona. Mimi unajua napenda sana viongozi wangu Chagamba. Na ndio maana mara nyingi nikiona kiongozi anakwenda kushoto najaribu kidogo kumseti. Hii football manake ni kama vile unavyokuwa kiongozi labda wa taasisi ya Imani na nini. Yaani iwezi kuwa wewe unachokisema tu kando iko. Kwa hiyo nafikiri viongozi waangalie hili katika benchi letu la ufundi, kama wanaona linatosha tondoke, lakini kwa jinsi Yanga anavyocheza tunahitaji maboresho kwenye benchi la ufundi. Sijasema kubadilisha kocha, hata sio kaendelea vibaya, sijasema ndio kocha. Maboresho kwenye benchi la ufundi yanahitajika kwa hiki kinachoonekana. Jiteteza. Chagamba mimi nikiingia kwenye mtumbu navusha mwenyewe, mimi subiriki mtu anivushe. Sawa, lakini maana nimekwambia mwalimu huyu anachokiingiza inaonekana impact yake ni ndogo ndani ya uwanja. Sasa masuala yaondoka wabaki sio yangu mimi, kwa sababu ukisema maoni hayo kushambulia kuna kwa kwingi, watu wanasubiri mpaka jambo litokee, alafu likitokea kupongezi.
Kwa sababu pongezo unaziona. Wewe una malalamiko tu, mwalimu atoshi Yanga Afrika. Hiyo iko wazi kabisa. Kwa hiki kinachoonekana hapa. Kama si wachezaji hawajitumi. Kwa sababu mimi nitakuwa mtu wa mwisho pia kuamini kwa wachezaji hawajitumi. Kwa sababu naona unavuja jasho. Mohamed Amara kutoka pale kama mtu aliyemeka 8. Wanabaje hajitumi. Kila Pakoma analala jasho mpaka kwenye nywele. Wanasemaje hajitumi. Watu wanakimbia uwanjani, lakini ukiangalia Maxi, ukiangalia kina Mudathiri sasa hivi anapiga pasi ni kama vile kafungwa kitambaa cheusi usoni. Umuone katika vile vitu vyake tu. Kwa hiyo inaonekana labda sehemu ambazo kazi ambazo anatakuwa kazifanya ambazo anapewa na bench la ufundi zinampa shida ndani ya uwanja. Kwa hiyo wachezaji wana thamani kuliko mwalimu. Nimemaliza hapo katika hilo. Hapo nishakuelewa. Kwa hiyo ile tukio la Namungo ile ilikuwa penalty. Tukio la Namungo of course Abdalla mwenye mkuu amefumba macho. Amefumba macho kwa sababu kwenye position ambayo alikuwepo ukiniambia hajaona sio kweli. Aliona lakini alishindwa kutoa maamuzi sahihi. Kwa hiyo nafikiri alitubeba na zile zilikuwa nafasi mbili za wazi kwa sababu hata sisi nafasi zetu za wazi nafikiri ilikuwa ni penalty. Naona Mungu nafasi yao ya wazi kwenye mchezo wote ilikuwa ni penalty. Chagamba sasa hivi naangalia mpira kwa jicho la tatu. Sasa kuja hapa katika finance ishakuwa kubwa maana unazungumza na watu wanaona. Watu wanaangalia mpira za ukitu hapo unazungumza vitu kama umedondoka chini kama umetokea chini na kwa ukamu. Lazima uzungumze vitu ambavyo inaonekana kabisa huyu ni mtu ambaye anafuatilia mpira. Kwa hiyo mechi ya Namungo ilikuwa ina mazingira ya Yanga kupoa favor katika maamuzi ya referee. Sasa hatujui kama ilikuwa ni matakwa yake binafsi au na yeye ana mapenzi na hizi klabu yake sio sasa binadamu. Na hawa ni wanadamu, lakini ndio maana nilikwambia ni back to back. Hata ukiangalia mchezo wa Simba unaona kuna matatizo mengi ya kiamuzi. Kwa hili wizara liangalie hili. Paul Makonda ni kiongozi ambaye anasikiliza sana. Anasikiliza sana na anachukua maoni ya kila mtu. Iko ndo nampenda mimi waziri wa michezo wa sasa hivi. Lakini umeona mabadiliko ya Simba taratibu. Wao wenyewe wanafurahi zaidi. Of course na mkutane. Na ndio maana unaona mashabiki wa Simba unaona hiki wanachokizungumza maana yake wanaipima timu yao pale ilipokuwa na hapa ilipo. Kwa hiyo wanapaswa kushukuru. Viongozi bado wanaendelea kupambana ingawa naamini maboresho yao yangeanzia kwanza ndani kwenye uongozi. Amani karudi kwa sababu unaweza ukawa na timu bora lakini kama uongozi au ushikamani ni ngumu kushinda. Sasa ukiangalia mchezo ambao unazungumzwa ni mchezo ambao unahitaji pia umoja kwenye timu ili kwenda kupata alama 3. Dabi sio masuala Chagamba. Hii michezo 6 ndio inasaulisha watu dabi kwa kushinda, sio mpaka uwe na timu bora sana. Ndio inasaulisha watu. Unajua kuleta tafsiri kwamba sisi tuna timu bora ndio tunakwenda kushinda. Watu wanajisahau lakini Simba kwa msituni, Simba kwa mafichoni Chagamba. Mimi yani pamoja na tunashinda tunamfunga Simba lakini bado Simba hajasinzia kwenye kujipanga kuhusu dabi. Yaani mimi naamini nitakuwa mtu wa mwisho kutokuamini kwa basi Simba wanasema mechi tunakwenda kinyonge tunakwenda kufungwa. Chagamba ni matokeo tu yanataka kutokea uwanjani lakini Simba wanajipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba nao wanaitaka. Tatizo la Simba ni moja. Simba wanashindaga kurudisha amani kwenye mchezo mmoja, hiyo ndio shida yao. Sisi Yanga tunapowazidigi Simba hata tulikuwa tuna migogoro inapokuja sala Simba na Yanga kila kitu kwanza kinakufa. Hata siku utasikia bonus milioni 300 lakini achaje na miezi miwili hajalipa mshahara. Yanga inayumba ila kila mazingira magumu lakini kija Simba na Yanga kwanza wale wachezaji wote wanaingiza mishahara yao asubuhi. Wote wanaingiza mishahara yao. Tena hao sio viongozi. Ni wadau tu Yanga Afrika. Jamani mechi tunataka jamani kuna shida hapa. Kina Ajibu hajalipa hela kina nani hajalipa hela. Tunafanyaje? Basi mtu asemaje basi sikilizeni mimi naingiza 200 limalize jambo. Twende tukamue mnyama. Kwa Simba anaweza keka bonus kwa wachezaji hajalipa. Simba sasa shida yao. Bonus mpaka weke tajiri. Wadau wamesinzia. Hapo mshahara hujalipwa. Wewe ukitaka kujua hilo angalia wabunge wa Yanga na pambana Yanga hao. Alafu angalia na wabunge wa Simba. Wabunge wa Yanga mpaka wanakuwa mastaa kwa ajili ya Yanga. Anthony Mavunde kwa staa kwa ajili ya nini? Yanga Afrika. Nitajie mbunge mmoja Simba ndio kwa staa kwa ajili ya Simba Tanzania. Hapo kama siwafahamu. Labda kipindi kile alikuwa huyu Paul Makonda alikuwa mkuu wa mkoa wakati huo. Na ameenda pale na umaarufu wake kwa nini Simba na anaipenda Simba na kashajitolea kwenye mambo mengi lakini yani Yanga ishakuja mechi ya Simba na Yanga ndio unaona naibuka kwa sababu Anthony Mavunde ndio mtu ambaye alitoka kwenda kufuata kitenge kumuomba kufuata huyu GSM aje kuwekeza ndani ya Yanga Afrika. Unajua hilo? Moja katika watu ambao walimfuata GSM aje kuwekeza ndani ya Yanga Afrika na Anthony Mavunde na ndio ile maarufu wake ulikuja hapo. Sasa angalia huyu anajitoa kusimamia kutoka Dodo. Na hapo ilikuja kwa sababu ya mnyama asije katunyanyasa. Mnyama. GSM akaanza kacha udambu kwa sababu GSM baada ya kucha udambu kabla hajaingia. Pap Simba na Yanga. Tukaenda kokota alama moja. Bernard Marson. Wana timu mnyama na timu. Sio masuala ya timu ya mnyama. Timu kweli kweli kitu tunamdondosha sisi. Afu Makamara sasa sema ule mkuki mmoja uliopigwa na Bernard Marson ndani ya bunge hapo. Waacha. Makamara rais wa Yanga. Huwezi kusikia tu Simba na Yanga ni Yanga na kuja jambo la Simba na Yanga. Simba alichukua bingwa na pointi 17 lakini msimu wako na raha. Sawa. Sasa turudi upande mmoja. Mbona kama wana Yanga siku hizi mnaumana mtandaoni? Umeona lakini aliyekuwa msemaji wanaumana.
Wana Yanga watupu. Nacheka huyo kwa sababu yule muda mwingine. Yaani kama ningekuwa ninaandika kitabu ningeweza kupata laana kwa Mungu kwa sababu kuna watu wangeweza kuniabudu kwa maneno yangu naozungumza. Kuabudu nani? Chagamba. Wewe ushaanza kupata. Sasa kama mtu kaaminiwa mtu afunge mpaka afe, unashangaa kuaminiwa. Mtu kaambia wala funga mpaka ufe ndio kwa Mungu na watu wameamini. Hiyo unazungumza binafsi yako ndio maana nakwambia ndio makosa mnafanyaga Tanzania wengi tunafanya. Wewe unazungumza binafsi yako wewe. Sasa angalia kinachotokea, angalia na kile tulichokizungumza pale Serengeti Sauna. Nilikwambia Chagamba. Chui paka. Wana mfanano tu kuonekana. Usijidanganye wewe umemtoa chui polini. Utakuja kumfuga ndani kama paka. Atakuja kuzaa chini ya kitanda. Shehe lazima muandalie kijumba. Hawa unaowaona wote hawa. Ndio. Wanaojishana na taasisi ya Yanga Afrika tukua tunaelekea kwenye mchezo mkubwa kama huu. Sio Yanga. Sio Yanga Hakuna Yanga. Kivipi? Sasa huyu ambaye mmempa kadi ya uwanjani. Kwanza tunamheshimu sana. Mimi namheshimu sana. Namheshimu sana brother Ali. Hata kumuita tangu kwa umri wake lakini nafikiri sasa naona kama anaanza kuzeeka vibaya. Kwa nini? Ngosha alishazungumza nikisema fidikiwa watu wanaenda kaendelea haraka. Maneno mkuki heshima ngao. Yaani maneno huyo kwa anasikiliza huko unasikiliza mdundo hizo kuelewa. Kama ingekuwa kuna nafasi ya wasanii kwa wanasimamisha mdundo unasikiliza ile mashairi, ile neno ni kubwa sana Chagamba. Hakuna heshima mbele ya mtu asiyeheshimu watu. Hiyo never. Hata ukiwa rais wa nchi kama hujaheshimu wananchi wako huwezi kuwa na heshima. Sembuse wewe ni nani? Uheshimu watu alafu utaki watu wakupe heshima. Nafasi alionao unakumbuka tulifanya interview wakati wa Yanga yuko Mwananchi. Nilikwambia sasa inatosha. Haji Sande Manara kutundika daruga. Wewe Chagamba chini yako unasahau. Yaani maneno ya kuzungumza kuhusu kutundika daruga nilitaka awape vijana nafasi. Kama wanakosewa waite pembeni. Usikusanye tena maiki 20. Hakuna mtu atakayekubali sasa hivi mtu kama Ali, mtu kama Pliva mkoseo kwenye maiki 20. Ni vijana hata wewe kwenye wakati wako ulivyokuwa unasemea Simba. Ulisema kabisa mtu wote atakayesema Simba vibaya nitakula naye sani moja. Aje ulikamatwa wewe ukaenda mpaka Sento kwa ajili ya Simba Sports Club akatoka afisa habari. Tatizo limemtoka Mohamed Dewji, wewe umekwenda kulopoka kwenye media. Polisi wanakuchukua na kupeleka pale kwa ajili ya uchunguzi. Hiyo ni kwa sababu ya Simba yako. Kwa nini vijana hawataki waitetee sasa sitetee? Wewe ulikuwa unatetea Simba yako kwa nguvu zote. Ushapata mpaka matatizo. Haji, sijuzi tu brother tunakuangalia. Leo unatakaje hadi asitetee Yanga yake? Kwa nini hadi asimalize maneno kuhusu Yanga yake? Hii ndio taasisi ambayo wewe anaisemea, ni ofisi yake. Kwanza ni shabiki wa Yanga anaipenda. Hata wewe ulivyokuwa unasemea Simba tulikuwa tunaamini nguvu zote kwa nazitoa. Ni kwa sababu wewe ni Simba damu kabisa unaipenda Simba. Ni haki yako. Kwanza ulikuwa afisa habari. Pili ni Simba Sports ni timu yako. Una haki ya kuitetea na ulishasema. Na sisi tunasikia sababu teknolojia unajua inahifadhi vitu. Kweli Haji Manara kwa afisa habari wa Simba ashasema kabisa ataki Yanga yote aje kwenye mechi yetu. Mpaka viongozi wa Simba wenyewe akaikataa ile pesi wakasema ni maneno ya Haji peke yake sio sisi kama taasisi. Huyu ndio Haji Manara huyu. Utakatifu ukaupata wapi? Yaani leo brother baada ya kukimbiwa na yule watatu ndio kwa mtakatifu katika usemaji. Wakati juzi tu ulikuwa unasema kama mtu akivaa Simba nitakwenda naye kokote. Na mifano kweli ulionyesha kwa sababu kama uliropoka kwenye tukio kama hiyo sababu mtu yule Chagamba anavoondoka mtu kwenye mazingira kutatanisha manake watu wanakuwa coin deep na yule tajiri, watu wako deep kwa kufanya research kimetokea nini? Nani kafanya hivi? Wewe umekuja umeropoka mpaka ukachukulia Sento kwa lazo pa Sento. Alafu ndo kaanza kwa siropoka ajili ya Yanga kwa nini? Nani asiropoka ajili ya Simba yake? Ahmed Ally asiropoka ajili ya Simba yake. Brother wache na wape nafasi vijana. Mdu umeenda brother. Angalia na nyuma, usipende kuna Chagamba mimi bwana hamna kitu nilichokipenda kama mtu ambaye anataka kustaafu. Kwa nini unataka kustaafu? Sinaona kabisa nafasi kama kuna kipindi ilikuwa unaita press wanakuja waandishi 50. Basi wache vijana nao waandishi watamia kwa sababu waandishi wanaongezeka. Sasa shida Haji, shida brother huyu ataki kubakia katika nafasi aliyopo nayo sasa. Anahitaji pia nafasi za watu wengine. Sifa zao zije kwake, haiwezekani. Lakini hajasema kwamba anahitaji kazi ya mtu. Hajasema. Hebu nikuulize swali moja. Ushakumsikia Lionel Messi anajitai GOAT? Hapana. Ushakumsikia Ronaldo anajitai GOAT? Diego Armando Maradona? Hapana. Nani anaita hayo majina? Sisi huko mashabiki. Sasa wewe unakaa kwenye media 30. Nani asiyejua heshima yako brother? Lakini unajirudisha nyuma. Yeye amezungumza ya kwamba kinachoifelisha Yanga kila baada ya misimu 6 unaingiza wachezaji 6-7 kocha mpya. Alishamaliza pale. Baada ya pale alishamaliza. Alishamaliza. Lakini si kweli. Nisikilize sasa Chagamba. Baada ya pale kwa heshima yake mimi nazungumza press ya jana. Hii ya jana. Hakuna mtu aliyotoa maoni mazuri kama yeye lakini wasiwasi wetu huyu mtu ni Yanga kweli mbona nyakati hizi? Anakati. Nisikilize sasa Chagamba. Wasiwasi wetu sisi
Kadi sio issue. Nabii Meja Yanga, usitaki kunichokoza. Ukiza kwenye kadi huko ndio mpaka klabu yangu tataka kunifungia hata na ni wenyewe. Wanachama wenyewe. Nisikilize Chagamba. Kama kuna makosa tunayofanya ni kutoa hizi kadi kwenye watu ambao tunajua kabisa sio Yanga. Kwani akifanya tu kazi baadaye kaondoka. Kwa sababu hii kadi nikwambia, katika hakuna vitu ambavyo vinaonekana vina shida katika taasisi mbili za Simba na Yanga kama mfumo wa kupatikana mwanachama na mwanachama kuwa na uhuru wa kuzungumza vitu vya ovyo ovyo. Mchezo ambao tunauelekea Chagamba, hata tungekuwa leo tunalipa mishahara kwa kuchangisha, tungetakiwa kukaa pamoja. Tunasubiri dabi kwanza iishe. Afu Haji maoni yake yanaenda mbali. Haji ana nafasi ya kuwaita wale kama wadogo zake. Yaani mimi wasiwasi wangu zile pesa anazozifanya anapaka matope rekodi yake bora aliyoweka ndani ya mpira, kwenye mpira Tanzania. Kwa sababu hata hizi sifa anazosema za kuwa yeye ndo mtu ambaye alitoka Simba akaja Yanga na akafanya kazi. Yes, hakuna asiyejua. Unamwambia nani? Sio tunajua kama ulikuwa Simba na ni shabiki wa Simba, baadaye ukatengeneza propaganda uchawa kwa Yanga. Ngoja. Hapa pana utata. Wewe unaamini kwamba Haji Sande Manara shabiki wa Simba ama shabiki wa Yanga? Haji Manara alikuja Yanga afisa habari wa Yanga baada ya kuacha GSM, sio Yanga. Alikuwa acha GSM na ndio maana unakuta watu kama Antonio Dugas wakamwacha endelee kwa sababu wao wanaipenda Yanga. Unajua mtu kama Mnugazi ana mapenzi na klabu, anavyoona sana na ingia watu ambao sio Yanga, anaona acha endelee. Naamini yule sio Yanga. Sio naamini. Wewe imani inaweza kuamini hata mti kulingana na elimu niliyopewa. Hii sio imani, hiki ndio kilichopo. Haji Manara sio Yanga. Sasa kwa nini dhambi? Vipi sasa? Mimi nakuuliza kadi ya Simba kauliza nini akachukua Yanga? Kwanza unawakia kama kadi ya Simba? Hebu tuache bwana Chagamba bwana. Wewe unaweza kuwa habari wa Simba bila kuwa na kadi ya Simba. Sasa mbona viongozi wako walimwamini wakampa na kadi au wanachama? Ndio nimekwambia kwa sababu ile uchawi biashara usimpiga, alikuwa mpiga domo wa GSM. Kipindi kile kumbuka ndo GSM anakuja ujue. Wazee walifanya mpaka dua ujue. Wazee wa Yanga. Jangwani mimi nilikuwepo. Kwani zile dua wazee wanafanya bure? Usifanyika bure? Kumbe. Kwa hiyo naamini wewe unaweza kufanya wale wazee ndio sahihi tu. Yaani si wanaamini kabisa kwamba huyu kijana wetu kama alimfanya dua alikosea nao, waliingia kwenye mfumo. Haji sio Yanga, sio. Sasa huyu anahusika vipi? Ndio nimesema wewe unataka ndio watu kutoka Simba kaja Yanga hao, baadaye wanakuja na wanatuzuru. Yaani unajua sisi tunatafunwa na tusichokifanya wenyewe. Yaani mnakifanya wenyewe hapo baadaye. Ushakusikia watoto wema? Watoto wema? Ushakusikia? Ndio. Na watoto tu ushakusikia? Hapana. Mungu anasema tuombe dua tupate watoto wema. Kwani asishie kwenye watoto tu? Kumbe kuna watoto tu afu kuna watoto wema. Hapo unamaanisha nini? Yaani watoto wema unaweza kupata hata kama hujazaa wewe. Wakafanya mambo ya maana akakusaidia. Anaweza kupata mtoto kaka yako. Bahati mbaya Mungu amemchukua ametangulia, lakini kama mwema amepatikana huko basi atasaidia huko. Lakini mtoto tu ndio unamlea, anamaliza university anajidunga baada ya kulevya. Anakuja kuiba sufuria ndani. Kwa hiyo hawa ni watoto ambao sio wema. Tuliwachukua wenyewe kuwalea sisi. Leo sasa wamegeuka pinzani zile taasisi yetu. Tunajiteteaje? Na ndio maana ukiangalia sasa, angalia wale watu wa Simba wanachokifanya sasa hivi. Ahmed Ally anamsifia, anasema huyu ndo kachonga barabara, asemaje? Watu wanasahau kwa huyu alienda mahakamani kwa ajili ya Hassan Bumbuli. Kwa kifupi ni kwamba katika kupiga hili domo hili alipigwa domo na Hassan Bumbuli huyu, akavaga kwa Hassan Bumbuli. Anajitagota kwa sababu Bumbuli yuko serikalini sasa hizi, lakini mtu kama Hassan Bumbuli huwezi kumwambia ugoti. Alipiga kwenye mshono mpaka kaenda na TV TFF. Huyu Haji Manara anazungumza. Ahmed Ally na yule Makonde sio. Sasa yule si maisha kwa Makonde sio ujanja. Makonde anakwenda na upepo. Yeye mwenyewe alipigana na vita huyu. Sio muda mrefu. Umekumbuka msimu ulioisha? Watu jua wanakumbuka msimu ulioisha. Haji alikuwa na vita na Ahmed Ally ujue. Ndio. Akamana brother, acha Simba yetu. Wewe sio Simba wewe Yanga. Lakini kwa jinsi Haji anavyoshambuliwa na maana kabisa kama yule ni Simba. Lakini sasa unajua kitu anachofanya Ahmed Ally ni kwamba yeye ni rafiki wa adui wa Yanga. Sema wa Yanga. Yaani wewe sikiliza. Vita yote ya Ahmed Ally. Na shida nyingine Chagamba. Ahmed Ally huyu anachofanya anamfanya Ahmed Ally ni sahihi. Ni sahihi, hata ingekuwa saa hizi ugomvi vita hii ipo kwa Ally, hata msimu ule ulioisha ambao vita ilikuwa kwa Ally na yule Ally alikuwa upande wa huyu Bugatti. Kwa hiyo Ahmed Ally anachofanya naye anakwenda kwenye channel hii. Na shida nyingine ni moja. Hakuna kitu wa Tanzania wana trust na mashabiki wa Simba na Yanga kama maafisa habari wao. Yaani leo Hassan Bumbuli akimkosoa Ally Kamwe, utajiuliza ndio Bumbuli yule alikuwa anasemea Yanga au Bumbuli gani? Watamvaa. Akitoka Nugazi leo akatoa maoni ambayo hayo Ally hakuwapenda. Bwana bora uwe shabiki kama Kawira. Lakini ukishaonekana tu ulikuwa kiongozi, usiwavaga bwana Haji. Sasa hivi uko juu yako. Kwamba? Ally uko juu Haji Manara sasa hivi. Ally Kamwe uko juu Haji. Kweli? Bwana kile choma. Nisikilize nikwambie basi kwanza. Ally Kamwe uko juu Ally.
Huyu nani Alikamwe uko juu Haji Manara. Kivipi? Ali ni zaidi ya msemaji. Ali. Ali ni afisa habari, Haji Manara ni msemaji. Kuna vitu vitatu naweza kukutajia ambazo biashara hizi hadi kazikuta ziko chini kabisa Yanga, lakini leo kazinyanyua juu. Kwanza iangalie kitengo cha habari cha Yanga Afrika. Digital. Kwanza digital, kwanza maudhui yanavyorushwa. Channel ya YouTube wanavyotembea kwa mfano, kwa sababu ujue Dismas 10 ndio alianzisha channel ya YouTube ya Yanga Afrika. Wewe utakuwa unajua kwa sababu si uko naye. Na wewe mbona unashangaa kama vitu vya ndani. Vyote na social media hizi. Dismas 10 alivyokuja huyo kijana sasa. Kwanza vilikuwa na drop kama unakumbuka. Hata Yanga hapo ikadrop kabisa, ikaenda ikafa kabisa. Alivyokuja hali hakuwekeza tu kwenye kupiga domo. Aliwekeza kwenye kutengeneza kitengo cha habari kwa biashara ndani ya Yanga Afrika. Na hapo sasa ndio kulikomfanya Bugatti anamaliza kifungo asirudi tena Yanga. Kwamba huyu sasa huyu ni domo tu. Huyu katengeneza barabara, kuna vijana zaidi ya 30 wamepata ajira. Lakini pia kitengo cha digital cha Yanga kila mwaka kila mwezi injini akichungulia na kuta mzigo YouTube unaingia, kwa sababu tunafika mpaka watu milioni 17. Sio mchezo. Yanga ilikuwa 3 milioni 1 ipati. Wakati wote wanasema. Sasa wanasemaje? Kama unataka domo, of course kwenye propaganda unaweza ukawa wewe mkubwa kwenye propaganda, lakini tunazungumzia uwezo wa kuendesha kitengo cha digital, kitengo chote cha habari kilikuwa wewe ndo meneja wa habari wa Yanga, sio jambo dogo. Kwa hiyo Haji alikuwa anapoteza sifa ya kuwa meneja wa habari wa Yanga, na ndio maana chini yake wakati anazungumza alikiwa mtu mtaalamu kama Hassan Bumbuli akawa anaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo katika watu wanaweza kutengeneza kitengo cha habari. Wewe Simba sisi alituacha kilomita 1000 ujue kwenye kitengo cha digital, lakini nenda leo niwekee leo Simba YouTube mkimbia naye. Nani kaleta hizo habari? Haji alitafuta watu. Kama ushasikia interview moja Haji nakwambia kuna baadhi ya vitu alimwaminisha rais kwa hivi inawezekana na ni biashara kwa kutumia pesa yake ya mfukoni. Na hiyo ndio sifa ya uongozi. Kwa hiyo Haji sasa hivi huyu Ali mwezi Ali anaweza kutengeneza biashara, wewe sifa yako ni kupiga domo. Kwa hiyo nafikiri huu ni wakati wa Ali kusema kuhusu Yanga Afrika. Na ule ulikuwa ni wakati wako wewe brother, ulisema ulivyokuwa Simba ulisema. Kwa hiyo waache vijana wafanye kazi zao. Kama unahitaji kutoa maoni wapiga hata simu, na mimi simu zako atashika. Lakini hiki unachokifanya sasa hivi watu hawezi kukufurahia wewe mbele ya Ali. Yaani wewe kuna Yanga sasa utamfurahia Haji Manara mbele ya Ali. Hiyo ngumu. Na yeye mwenyewe keshaye kusema, Yanga yao kwanza. Sasa yeye na Ali anafanya kazi Yanga nani? Ali. Eli Saidi. Angalia katiba ya Yanga nasemaje, ikiwezekana wafutwe wanachama wa mamluki wote waliopewa kadi za wanachama. Wafanye tu kazi wakimaliza ondoka, asiondoke na Uyanga. Unajua shida kuondoka na Uyanga. Kufanya kazi atameweza kufanya kazi Simba. Kuondoka na Simba ndio shida, baadaye uja kupata tu shida. Kuna yule mwingine anajiita Nabii Meja ambaye alienda kuweka mechi ya mashabiki wakati Yanga anacheza na JS Kabili, huku tunaangalia TV pale Amani. Tunacheza mechi huku tunaangalia TV, yeye anatia mechi ya mashabiki mkoani. Kwa ndio tunazungumza kwa hizi kadi zinavyotoka, lazima itengenezwe mazingira ya kujulikana kwamba huyu anaipa kadi ni mwana Yanga, lakini si angalie tu 2024. 2024 sio 28 malipo 29. Isiangalie ile 2029. Uyanga ni bora kuliko 2029. Yaani mtu hawezi kununua Uyanga na kuwa anaweza kuja klabuni Yanga sababu 2029. Yanga ni zaidi ya bilioni 100. Sawa, tuanze na jana. Sikilize sasa kwanza. Nilishakwambia Chagamba, eneo hili sasa hivi naachie mwenyewe. Sawa. Kwanza naanza na kocha Mwamba. Mchawi ana rangi kutoka Zanzibar. Uliniambia ni kalili majina, sasa nishaanza kuingia kwenye mfumo, lakini baadaye brother Jerome kutoka USA hata Marekani tayari yuko New York pale, jana alikuwa anapiga tarawih ni New York pale Marekani. Lakini sie kabisa mwanangu JB kutoka Jumbi juu ya kilima pale visiwani Zanzibar, karibu na soko la Jumbi pale. Ndio Dr. Hussein Mwinyi, sio mchezo ile soko ndugu yangu, soko. Lakini pia sie kamsahau my brother Eric kutoka mjini Uingereza pale. Lakini wadau wa Yanga FC ndio nataja vizuri, lakini maneno kisha kuingia Kiingereza ndio unajua udada maana yake. Sijui mimi sasa nitafsirie. Inawezekana hata neno lenyewe sio. Nimetaja vibaya. Overseas hilo tundoke humo. Lakini pia nisije nikamsahau my brother anaitwa nani? Naona sasa Sylvester. Anaitwa Sylvester nani? Majina yake bwana nitoka tu. Anatokea wapi? Swatini. My brother Sylvester Richard Wambura. Hata kama mbona nitia maneno. Sylvester Richard Wambura. Mdau wangu mkubwa sana, lakini si nikamsahau brother wangu mmoja kutoka mjini Magomeni pale, nafikiri saizi yuko zake Uingereza, anajaribu kusanya mazingira kidogo. Chagamba huyu mdau wetu mkubwa sana na ni mfuatiliaji mkubwa wa finance. Tunashukuru sana wadau tuko pamoja, lakini si nikamsahau mchungaji Kapela, mwanangu Bajuni Badi kutoka zake Japani. Bajuni mwezi 6 leo Ramadhani na kuna kijijambo hapa mwishoni mwa Ramadhani, wadau fanyeni jambo, lakini si nikamsahau brother Cantona kutoka zake Japani. Tuko pamoja sana, lakini yote kwa yote nafikiri tuna game ngumu zidi ya JKT. Tutaka tujipange nao kwa sababu ni timu ambayo imetunyima alama 3 zaidi ya misimu miwili sasa, kama sio mitatu. Kwa hiyo nafikiri approach yake inabidi iwe ngumu kidogo, lazima tuondoka kisha tunavuna alama 3.
lakini pia tuna mchezo Zanzibar. Sisi wanahanga wote tushikamane, twende tukasupport timu yetu, kwa sababu hakuna kitu kipekee ambacho kinaweza kutuvusha msimu huu tukapata mafanikio zaidi ya kuchukua ligi kuu na mashindano ya FA. Niondokeje? Nataka niondoke vipi? Ondoka kama naweza kuamua kuondoka viki vingine. Sasa hivi naondoka na maneno ya ngosha. Naondoka maneno ya ngosha Chagamba sasa hivi. Wewe unataka niondoka maana? Kama Haji Sande Manara. Siwezi kuondoka na mtu mnafiki. Sasa hivi anaondoka kama Alikamwe. Semaji la kafu. Ana kikofia chake na kwa kina hivi. Mwenyekiti wa semaji. Hiki kikofia changu mimi haiwezi kukaa hivi. Ana kofia chake ushashambi. Ile kofia na hivi. Hivi. Alafu ondoka. Alafu pia kuja hivi au? Kuna ile moja ambayo amekaa hivi. Picha kuna picha ile na kuna picha moja Ashimwibe kaipata. Kuna picha na Ashimwibe kaipata. Lakini pia Chagamba nilikuwa na ujumbe wangu nilikuwa nataka kusahau kwa Abdul Karim Popat. Chagamba nilipomtaja Ashimwibe nimekumbuka. Ujumbe wangu kwa Abdul Karim Popat. Wekezeni nguvu sasa hivi. Sheikh Yusuf Baresa anahitaji mafanikio ndani ya Azam. Amenifurahisha sana Sheikh Yusuf msimu huu kumkuta eti yuko Morocco na timu. Kwa mara ya kwanza msimu huu amenionyesha kabisa kwamba sasa anahitaji kitu ndani ya Azam FC. Hongera sana Sheikh Yusuf Baresa, na hivi ndivyo matajiri wote wanavyofanya. Brother Patrick Musepe alikuwa anakwenda kwenye mechi za Mamelodi Sundowns. Kwani nani Sheikh Yusuf Baresa ubaki Azam, ubaki Dar es Salaam katazama anacheza Rwanda anacheza. Hivi ndio soka la Afrika linavyohitaji. Umetimiza wajibu wako kama tajiri. Tajiri katika soka la Afrika anakuwa kama kiongozi, lazima na yeye. Kwa hiyo shukrani sana my brother Yusuf Baresa, umefanya kitu kikubwa sana. Mwenyezi Mungu akupe afya njema na maisha marefu, na ninaamini hata kina Popat na kina Zaka za kazi sasa wanajua kitu gani unahitaji ndani ya Azam. Hata kina Fei unawapa motivation ya kuamini kuwa kama tajiri anakubali kupanda ndege kuacha shughuli zake kuja huko Morocco. Hata ukiangalia jinsi wanavyojituma Azam sasa hivi Chagamba ni tofauti na misimu mingine yote ambayo Azam ameshiriki mashindano Afrika. Kwa hiyo natoa hongera zangu sana kwa Yusuf Baresa, lakini pia makamu wa rais wa Azam Abdul Karim Popati, shukrani sana brother, unawekeza nguvu kubwa sana na hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo nawashukuru sana Azam FC, wanapambana na sasa ninaona tunaelekea kuwa na timu kubwa 3 zenye ushindani kwenye soka la bara la Afrika kwenye misimu 3 minne ijayo. Kwa yote nasema bahari tulivu haipimi uwezo anaoza meli. Bahari tulivu alimalizia hivyo. Shukrani kwa kutufuatilia. Makonde Mbishi huyo.